au yuko kwenye batili. Mwanafunzi mmoja kwa mwaka anatoa 200,000 mwaka 2012. Sio sanadi ya kusikia kwa mtu. Mbele yangu amesimama, kapigiwa simu mbele yangu na Allah tabaraka wa taala akanisikilizisha haya maneno anayosema, na niko tayari kusimama mbele ya Allah taala nikasema haya nimesikilizishwa na Allah, alete kumbukumbu ya maneno haya. Mwaka huo wallahi Kasimu amezungumza. Ametoa katika kitabu wala sunna. Ibn al-Qayyim aliwahi kufanya mfano wa haya. Ibn Abbas, Mujahid, Qatada, Ibn Sirin, Hasan al-Basri. Nani alikuwa na system ya kuchukua pesa kwa matulab? Sitashuhudia salafi ndio walikuwa atoa wakiwasaidia wanafunzi wao, kama anatoa ahlan wa sahlan wa marhaban bihi, tunashukuru, ni katika mwenendo wa sunna. Lakini hiyo mwaka 200,000 sasa hivi yaweza kuwa imezidi, maana vitu vinapanda. Mwanafunzi mmoja 200,000, wakiwa 5 milioni 1, kiongeza 5 wakawa 10 milioni 2, 15 milioni 3, 20 milioni 4, 25 milioni 5, 30 milioni 6, 35 milioni 7, 30 40 milioni 8, 45 milioni 9, 50 milioni 10. Kwa hiyo kama ana tulab, ana wanafunzi 50 tulabi, ana wanafunzi 50 tu, ana milioni 10 kwa mwaka, milioni 10 kwa mwaka. Na akipata waislamu wajanja waswahili wamesomea mambo ya uhasibu, watamfanyia budget na pesa itabaki. Kwa nini asianzishe mradi wa kufuga kuku Pongwe? Kwa nini asianzishe? Milioni 10 kwa mwaka. Miaka sasa hivi hiyo markazi ya wapinga jihad ina zaidi ya miaka 2. Imagine. Kwa hiyo kila mwaka milioni 10, miaka 2 milioni 20. Kwa nini asiwe na account benki? Kwa nini asifungue miradi? Kwa nini asiweze kununua silaha ndogo ya kujihami ili kutetea maslahi yake? Darul Kufru amenyenyekea kwa adui, ampe silaha kwa masharti. Kwa nini asiweze kuyafanya hayo wakati kwa mwaka mmoja na milioni 10? Kama ana wanafunzi 50, sasa mjihesabu nyinyi. Wabebeshwa masaili, amjui asili yake katika istinbat yametoka wapi. Kama mnadanganywa, tadanganya wajinga. Welevu wanayapima mambo na kuyaona. Mimi kinachosikitisha zaidi ni kwa hawa ambao katwa shukuru kwa masikitiko yangu zaidi ni kwa hawa vijana wadogo miaka 15, 16, 20, 22 ambao hawajajitambua, kuanza kubebeshwa hizi fikra mbaya za kubeba masail, hawajui asili ya masail yametoka wapi. Mkitazama katika uchumi hapo kuna picha fulani Allah atakuonyesheni. Huo ni uchumi huo. Bado misaada mingine ya nje sio busara kuizungumza, haituhusu. Sisi tunazungumza na hao ambao wamekaa wanaona wanasoma manhaji ya salafi, kumbe wanabebeshwa. Hiyo system ya kuchukua pesa haiko katika Uislamu. Mwalimu achukue pesa kwa wanafunzi haiko katika Uislamu, kwa maana anaiuza dini kwa maneno kwamba sasa watu wote watakula wapi, itakuwaje.
wewe waite watu waje wasome kwako na uambie namna ya kula, si watajua wenyewe. Wakaribishwe na mashekhe wapo Pongwe, wawape nyumba, ziko nyumba za miti pale na manyasi, wapewe sehemu wajenge kwa dharura. Wao wanajipikia wenyewe, wanaenda sokoni, wanapata na sunna ya kusoma dua ya kuingia sokoni. Sio wewe unachukua pesa za watu. Huoni kama utapeli hiyo kwa jina la shekhe na Uislamu, kwa markaz waipamba jina? Huo ni utapeli katika Uislamu, wizi wa kuaminiwa, tunaita ni wizi wa kuaminiwa. Haya tumeona kwa makufaru na madhara yake ni makubwa. Kwa sisi ambao hatuna uharamu wa kutazama television kwa kuangalia mambo ya dunia, tumeona haya. Mtu kaajiriwa kwa sababu ya kuwapikia chakula matulab katika hizi nchi za Kiislamu, kacheleweshewa mshahara wake, si wazee wa kulipa, wakamkorofisha, vijana wanataka chakula, akatia sumu katika kile chakula, wote wakaarisha, wengine wakafa zaidi ya watu 50. Hiyo habari ukisearch kwenye network utaipata. Zaidi ya matulab vijana 50 wakafa na wengine wakawa na hali mbaya mahospitali. Naam, ilikuwa India. Allah ananikumbusha, ilikuwa India katika mtaa mmoja katika mitaa ya Waislamu. Miaka imepita kama miaka 4, Allah ananikumbusha, au mitatu. India, ule mama alishikwa, aliwatilia sumu. Nyie mnamwamini vipi mtu mmoja awapikie chakula wote? Kwa nini msijipikie wenyewe? Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa atoka na jamaati ya jihad, naye achagua amali ya kufanya, masahaba wamepeana kazi za kupika, kusafisha vyombo, lakini wamesahaulishwa na Ibilisi kazi ya ukusanyaji wa kuni jangwani. Akaichukua amali hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaanza kutafuta kuni. Kwa nini na nyinyi msitafute kuni? Sio tumesoma tukijipikia? Muulizeni Arafati atakwambieni. Leo abadilika, ajifanya anachoma au anasoma, anaanza kumtukana mie na anasahau ile mihanga aliyopitia kwa sababu ya kujipendekeza kwa Kasim. Huyo Arafati kutoka Lindi, sio yule alikuwa anaomba miguu ya mbuzi katika soko la Kengeja, anashindia miguu ya mbuzi na vyakula vya kudandia kwa mudiri wa Mahdi ya Ibn Masudi pale Pemba. Kisha anasema uongo wa wazi kwamba mimi nilikuja pale nikamwacha. Yeye ndio aliondoka, na aliondoka ana shubha ya kimahdi na mazingira pia. Alikuwa sio kijana wa kuaminiwa huyu, ana shubha. Inshallah siku moja ataelezea kwa ushahidi, hamumjui, lakini Allah atakufahamisheni. Na wala mimi nilikuwa sina musharaka naye sana wa dawa. Kama ni dawa kutoka naye ni mara moja tu au mara ya pili, dawa ya chuo, na nilikuwa na dawa zangu za infrad nje ya mji wa Kengeja. Nilikuwa nikienda kufanya dawa Wete, Mkolani, Chokocho na sehemu zingine kwa Pemba. Sikuambatana naye, nilikuwa naambatana naye ni Haji Saif ambaye alikwenda akajifunza kuongeza elimu katika Mahdi ya Kisauni, na huyu yuko Unguja, anakaa sehemu za Kibweni, waita Kibweni kwa Unguja. Leo ananisingizia basi kwa sababu ajipendekeza kwa mfuga kuku wa Pongwe. Jipendekeze, lakini na haki ya kuibainisha. Je, atukusoma masala haya? Sikukaa mimi nikajifunza kwa mashekhe nikiwa Pemba? Wewe si shahidi wa nafsi yako? Kwani leo unasema uongo? Ukisema elimu yangu ni ndogo, safi, ndio haki. Allah subhanahu wa ta'ala amesema hivyo, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, kila mwenye elimu yuko mjuzi. Unaponiambia elimu yangu ndogo, pengine unayokuba, hebu ilete basi wewe tuitie katika mizani. Huwezi kunidanganya. Nisomee aya ambazo zinaonyesha wazi niko kwenye batili. Wapi masalafi, wapi? Hao mnawatukana wa Albani pamoja na kupinga jihad, wameonja joto huko Damaji, lakini hawana system yenu ya kikhurafi, system ya Kiyahudi na Kinasara ya kuchukua pesa kwa matulab. Albani wanajitahidi kwa udhaifu wao wanawashughulikia wanafunzi wao. Nyinyi mmetoa wapi?
kama sio uhuni katika